maisha yangu. Sasa kama una nguvu za kiroho hapo, ushayumba. Utaanza wewe unajua, sasa haikuishia hapo. Hiyo vita ya kwanza nikashinda. Nimeshinda na yeye mwenyewe akajua ameshindwa, na wakishindwa na wenyewe wana adhabu zao, wanajua wenyewe hivyo. Sasa ikaja vita nyingine ya pili. Hii sasa ndio ilikuwa vita mbaya tena zaidi kuliko vita hiyo ya kwanza. Kwa sababu hiyo vita ya kwanza ilikuwa ni kati ya ulimwengu wa roho na mimi, ambao mimi nimeshinda na Roho Mtakatifu wangu na Yesu wangu tumeshinda. Sasa ikaja vita ya mwanadamu na mimi. Watu wakuniona kwamba katika hilo maamuzi hayo niliyoamua nimekosea. Kwa sababu kwanza mtu kimueleza vitu kama hivi haelewi. Kwa hiyo ikabidi niamue maamuzi magumu sana. Kwa sababu mimi ndo nimejua. Kwa sababu nikamuuliza Roho Mtakatifu. Na sio kumuuliza tu, niliingia kwenye maombi tena special. Kumwambia Mungu, imewezekanika? Nilikuambia na tuliwekeana agano. Walivyonifuata kwa mara ya kwanza, na nilikuwa na yani niko hapo nimeweka hapo, niko na pande zote mbili. Niko na Mungu hapo, niko na shetani hapo pembeni. Mimi nilikataa kwamba mimi sitashiriki kwenye mambo haya, uzao wangu mimi wala uzao wa tumbo langu. Kwa nini imekuwa hivi? Nauliza, kwa nini imekuwa? Nauliza ulimwengu wa roho, naenda kudai ulimwengu wa roho. Kwa nini uzao wangu umetumika kwenye nguvu za giza, wakati mimi nilikataa kwamba mimi na uzao wa tumbo langu sitashiriki kamwe kwenye mambo ya giza? Roho Mtakatifu chapu kwa haraka tu akanipa maono chapu kwa haraka tu, kwamba nikaona maono siku hiyo. Mimi nilikuwa nimekaa sehemu, nilipokuwa nimekaa sehemu nikaona anakuja mbibi, ameshika mtoto mchanga mkononi. Ameshika mtoto mchanga mkononi. Akanambia, Rose, huyu ndiye mwanao. Yule unayemuona kule sio mwanao. Nikamuuliza, ilikuwaje? Iliwezekanikaje? Na ilifanikiwaje? Yaani mliwezaje? Ilikuwaje? Na iliwezekanikaje? Akaniambia, ile siku ulipokuwa unajifungua nilikuwepo. Sasa kwa sababu tulikuwa hatuna uwezo wa kumtumia mtoto wako, kwa sababu ulikuwa umeshakataa kwamba wewe hautashiriki wala uzao wa tumbo lako, kwa hiyo tulimtoa yule mtoto wa ndani tukamficha sehemu, halafu ule mwili ndio tukaweka roho nyingine. Ndipo nikatambua kumbe kutoka siku ya kwanza nilikuwa naishi na joka ndani, nikiamini kwamba ni mtoto. Na ndio maana mengi sana ilitokea. Kuna siku nilimnyonyesha ya maziwa, yalivimba mpaka huku, nilivimba kwa namna ya ajabu sana. Na niliponaje huwa sijui mpaka kesho. Amen. Lakini nilibaki na shangaa, nilikuwa kama dudu ghafla. Ndio nikakumbuka ule wimbo wa Zinduna wa Bahati Bukuku. Kasa kumbe toka day 1 nilikuwa naishi na nani. Alafu nikakumbuka kuna siku nilipewa maono nikiwa nje ya nchi kwamba nimeondoka mimi, nimeenda kwenye nyumba ya yule bibi wa sanduku. Nimemkuta mtoto wa kike alikuwa amefungwa sehemu, nikamfungulia yule mtoto wa kike. Nilipomfungulia yule mtoto wa kike nikaondoka naye. Nilipokuwa naondoka naye, mizimu, mapepo yalikuwa yananipisha njia, yanainama hivi, kila ninapopita inainama hivi. Mimi nimemshika mkono, anavuta, nikamwambia usiogope, wewe twende. Nikaondoka naye. Nilipofika naye sehemu, kulikuwa kuna mahali kuna mpaka, kulikuwa kuna kama fence, kulikuwa kuna eneo ukienda kule hatuwezi kukuona kamwe. Kulikuwa ukikaa huku ndio utakaa huku, utakuwa wa kawaida hivi, ila ukivuka kwenda ngambo ile ya pili hatutakuona kamwe. Na hapo nipo kwenye maono hapo siku hiyo. Baadaye yule mtoto akawa anasema mimi nataka niende kule. Nikamwambia usiende kule, tusubiri, tutaondoka wote, wala usijali, wote tutakaa wote hapa kwenye eneo ila kusubiria muda wa kwenda huko, ukifika tutaenda wote. Akasema mimi nataka niende, niache tu niende. Kwenye maono akalazimishia sana. Sasa mimi ile nimegeuka nafanya kitu kingine, ghafla nikamwona yuko ngambo ya pili, ameshavuka ameenda hivi. Tukawa tunapungiana, nipungia mkono nampungia hivi. Basi wewe tangulia, nitakuona nikija, tutaonana nikija huko. Mimi mwenyewe nikija ndio utakuja kukuona huko. Imagine. Unaona ulimwengu wale wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo kumbe ina maana yule mtoto alikuwa amemteka, mimi nilishaenda kumfungua kule na ameshatangulia mbinguni. Hili shetani limebaki hapa. Oho, nikasema kumbe nilishetani liende mwana kwenda. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliyestaki hata harufu ya mtu kwenye maisha yangu. Hata harufu ya shetani sitaki kwenye maisha yangu. Hata harufu. In Jesus mighty name. Amen. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa maombi utapata faida ni kubwa sana. Hii ni faida ya pili. Maombi yanatupa nguvu za kiroho.
Maombi yanatupa nguvu za kiroho. Haya sio mambo ya kufikirika. Ni mambo ambayo yamenikuta mimi. Nimeona kwa macho yangu haya. Ndio lile jaribu ambalo walitumwa watu na Mungu kutoka Dar es Salaam wakaja kuniombea mimi Iringa mjini kwamba nitaingia kwenye jaribu. Wamekuja kuniombea maombi ya kunitia nguvu. Amen. Nikiwa binti mbichi mdogo sana. Amen. Sasa watu wasioelewa kwa sababu hawamjui mtu. Wanaanza watu wanakuona mtu leo. Alafu mtu kama mtu anataka aje kushauri. Sasa anakushauri nini? Kwa sababu haelewi hata mwanzo wa picha umeanzia wapi. Mwanzo wa picha ilikuwa mimi wamenifuata live. Sio kwenye maono, live. Kwamba mimi nishawishi mtu apokee sanduku la uchawi mimi. Wapi na wapi? Sasa na kazi ya shetani ilivyo ya kipumbavu. Pale ambapo ningeenda kusema kwamba labda satakuwa mchawi yeye, kwani mimi nanihusu nini? Ndio umeshadako hapo. Shetani anataka kitu kidogo tu, willingness, utayari, basi anakuminya hapo. Mimi chapu kwa haraka nikamwambia sitashiriki mimi wala uzao wa tumbo langu. Sitashiriki mimi wala uzao wa tumbo langu. Picha ndio ilikuwa linaanzia huko. Watu walikuwa wajui. Na sikuwa hata kumsimuliaga mtu. Nimepambana vita zangu mwenyewe na Roho Mtakatifu wangu na Yesu wangu. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni halisi na maisha ya kumpendeza Mungu ni ya mtu na Mungu, sio ya kundi. Sasa nikamaliza vita ya kwanza ya ulimwengu wa roho na mimi. Tumemaliza vita ya roho hiyo. Nikaingia sasa kwenye vita ya mwilini, eti nimkane Roho Mtakatifu kwamba hajanisaidia. Nikasema sasa hapo, yani hiyo ni vita nyingine. Hiyo tena nashinda na zaidi ya kushinda yani. Hapo ninachofanya yani sitaki ushauri wa mtu. Kwa sababu usipokaa vizuri mambo ya kumpendeza Mungu ni ya mtu na Mungu. Kumbuka yanatokea yote haya. Roho Mtakatifu ananiambia yote haya. Hakuna mtu hapo. Niko mimi na Roho Mtakatifu. Naona Roho Mtakatifu ananipambania hivi, niko mimi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashughulika na maisha yangu. Naona kwa macho yangu ya nyama, niko mimi na Roho Mtakatifu. Alafu atokee mtu aje aseme kwamba ananishauri asiyejua hata movie yenyewe imeanzia wapi. Maana yake ni kwamba unaenda sasa kwenye kosa ambalo Yesu anasema atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hata samehewa duniani wala mbinguni. Maana yake umeiona kazi aliyofanya Roho Mtakatifu. Umeona nguvu na kupambana alikopambana Roho Mtakatifu. Umeona Roho Mtakatifu alivyokutetea. Alafu unasema Roho Mtakatifu hajafanya kitu. Nikasema hapo tena, mmenikosa na zaidi ya kunikosa. Nitang'oa mtu na mtu tena. Nitabaki peke yangu na Yesu. By the way, yani kaza kuna watu, lakini huwezi kufika hapo kama una nguvu ya kiroho. Huwezi kufika hapo. Yani uwe tayari kupoteza mtu, uwe tayari kupoteza kila mtu ila ubaki na Yesu. Yani kila mtu uwe tayari kumpoteza na kuachana naye kabisa ili ubaki na Yesu. Sio kazi rahisi tena. Ndio pale Yesu aliposema, apendaye baba au mama au binti au mwana kuliko mimi hanistahili. Oho. Sasa kama sio mtu wa maombi na huna maandiko, vita hii ya kiroho utashindwa. Sababu ilikaa pabaya. Yani vita ilikaa pabaya. Lakini nikasema sio mimi. Kwangu mimi, iwe ilikalia wapi, hapa nashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye anitiaye nguvu. Kwa sababu sio mimi ninayepigana, bali ni yeye anayenipigania. Amen. Nikasema sasa sikilize. Wala haina shida. Futa watu wote, kaa pembeni. Ukija kwangu umefunga mdomo. Usijifanye unanishauri. Usifanye unajishauri. Kwa sababu atukuzwe Yesu, nimesoma Biblia. Na hadithi ya nabii kijana na nabii mzee. Mungu amempa maagizo nabii kijana. Wakiwa wawili, Mungu na nabii kijana. Akampa na maelekezo namna ya kufanya. Ameenda amefanya kama Mungu alivyomwagiza. Ameanza kuondoka kwenye lile eneo kama Mungu alivyomwagiza. Akafika mahali bwana, nabii mzee akasikia hiyo habari. Nabii mzee akamfuata. Akamwambia, Bwana ameniambia urudi nyumbani uje kula na kunywa, maana Mungu alimwambia asile wala asinywe. Nabii kijana kwa kumheshimu nabii mzee akasema kwamba aende akale na kunywa kwa yule nabii mzee.
akapishana na gari la mshahara, akakosana na Mungu pale pale. Mungu akamwambia, kwa kuwa kuisikia sauti yangu, maiti yako haitaingia kwenye nyumba za babako, kwenye makaburi ya babako. Akalaluliwa na simba, akafa, akafanya. Kwa hiyo mambo ulimwengu wa roho ni ya mtu na Mungu, sio kundi la watu. Sasa vita ya kwanza nimeshinda, na shetani anajua nimeshinda, tena kwa kishindo Roho Mtakatifu amenishindia. Maana Roho Mtakatifu ndo aliyenena kwa lugha mpaka amemaliza ile kesi. Halafu walikuja sasa tena kuniambia kwamba eti Roho Mtakatifu. Nikasema sasa hapa sikilizeni. Mimi ndo Lozi. Mimi ndo mtoto wa Yesu. Niliyemfahamu Yesu toka utoto wangu. Ndio ninayemjua kwenye maisha yangu. Unajua ninavyosema namjua Yesu. Unajua ninavyosema kwamba Yesu ni maisha yangu. Toka utoto wangu. Mimi ndo kanisani nilikuwa na wai mimi peke yangu. Watu wote hawajafika, nakaa naongea na Yesu wangu. Mimi namfahamu Yesu. Yesu ndo rafiki yangu. Ndio ninayemshirikisha mambo yangu. Ndio ninayemwambia mambo yangu. Yesu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Na ndio maana hata aliporuhusu magumu na alivyoniambia kwamba maombi niliyoomba haya, kikombe hiki utakinywea, nikamwambia naam, lakini akaona anahitaji kutuma watu waje waniombee maombi ya kunitia nguvu. Akawatuma watu kutoka Dar es Salaam, wakaja Iringa mjini kuniombea maombi ya kunitia nguvu. Sio kazi rahisi. Amen. Kwa watu tunafanya tunachokijua. Ulimwengu wa roho ni halisi, sio vitu vya kufikirika. Amen. Huo ndio ushuhuda niliokupa leo. Kwamba nguvu, yani maombi yanatupa nguvu za kiroho. Mpendwa, kuomba ni lazima. Utake usitake, kuomba ni lazima. Yani ni lazima. Usipoomba yatakukuta magumu, utabaki unashangaa sana. Kwa sababu majaribu ni lazima yatakuja ili yakuthibitishe kwamba wewe umequalify kwenye kiwango hiki kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana mimi kuna siku mimi kila kinachotokea napata maona. Tukuzwe Yesu, simba wa kabila la Yuda. Siku hiyo nikashangaa kwamba nakuta watu wanakuwa bandika majina. Nakuta anaambiwa mtu, toa hilo jina hapo. Huyu ameshavuka kiwango hicho kwenye kiwango kingine, peleka kwenye kile kiwango kingine. Ulimwengu wa roho ni viwango. Amen. Maombi yanatupa nguvu za kiroho. Kama huna maombi, kwa sababu maombi yanatusogeza karibu na Mungu, yanatupa bondi na Mungu, yanatupa ukaribu na Mungu. Yani maombi yanatusababisha kwamba Mungu anakuwa ni maisha yetu. Amen. Ndio maana nakwambia, tunapokuambia mimi Yesu ni maisha yangu. Toka utoto wangu nashinda kanisani, nipo kanisani peke yangu, nakaa nimeenda kuongea na Yesu wangu. Hunikuti kwenye makundi, hunikuti kwenye kucheza, hunikuti na marafiki, hunikuti na watu. Niko na Mungu muda wote wa maisha yangu. Amen. Kwa hiyo maombi ni sehemu. Yani maombi, kama ninavyokuambia faida za maombi yanatupa nguvu za kiroho. Maombi yanakufanya Mungu anakuwa ni maisha yako. Ninavyokuambia habari za Yesu namjua. Sio kwamba naongea kitu cha kupapasa. Amen. Kwa hiyo lolote lilokuja kwenye maisha yangu niliambiwa kikombe hicho, yani haya uliyoyaomba, kikombe kinachoambatana na hicho utakinywea. Nikasema naam, ndakinywea. Na ndio maana akanitumia na watu wakuja kuniombea maombi. Naamini leo kwa kiwango changu nilicho nacho, usikute wale watu hawakuwa ni watu wa kawaida. Wale watu walikuwa ni malaika. Amen. Tuendelee na tuko kwenye Luka 9. Tuingie kwenye maandiko. Hapo nimekupa ushuhuda ili ya kukutia moyo kwamba yani umtafute Mungu. Yani kumtafuta Mungu sio hadithi. Ulimwengu wa roho sio kitu cha kufikirika, ni kitu ambacho kipo na ni kitu ambacho ni halisi. Kwa hiyo ni wewe kuelewa, ni wewe kuamua. Usipoamua it's okay. Usipoelewa, mimi nimenawa mikono, kazi yangu imetimia. Amen.